Lakini Mheshimiwa Rais anasema anataka mkoa wa Tanga haki itawale, kuwe na haki, kila mwanatanga popote alipo apate haki yake, asidhulumiwe haki yake na yoyote ati kwa sababu ya unyonge wake. Kwa hiyo nimekuja mimi, waziri mwenye dhamana ya haki, kuja kuwasikiliza, kuja kuwatatulia changamoto zenu za haki, kwa sababu Mheshimiwa Rais anaamini sehemu yoyote yenye haki ina usawa, na sehemu yoyote yenye usawa ina amani, na kwenye amani kuna maendeleo. Mheshimiwa Rais anatamani wananchi wake waweze kupata maendeleo. Kwa hiyo leo ni zamu yenu Wanatanga. Najua mmejitokeza kwa wingi na mtakuwepo hapa kwa siku 10 zijazo katika maeneo mbalimbali ya halmashauri zote, wilaya zote, kata zote na vijiji vyote. Moja kati ya kadhia katika mkoa wa Tanga ni ukatili wa kijinsia, hasa kwa watoto. Tatizo hili la ukatili wa kijinsia linaanzia kwenye familia, halianzii serikalini. Kwa hiyo kila mmoja katika familia tuweke mikakati ya kupambana na tatizo hili, na yule ambaye anafanya ukatili wa kijinsia tusimlee, tusimfuge, tusimuhifadhi, tumpeleke katika vyombo vya sheria akapate anachostahili. Lakini Mheshimiwa Rais amenituma kuja kuwasikiliza, kuja kuwapa elimu ya kisheria na kuja pia kuwatatulia kero zenu za kisheria. Na zoezi hili tunaanza hapa nikiwa nimesimama. Kufika ardhi akatupa dokumenti ya kulipia ambayo ndio hii hapa, ambayo tumelipia Laki5,086. Tulivyolipia ikabidi sisi tuanze kufuatiliaji wa hati yetu. Sasa kuenda kufuatilia hati yetu, kufika kule ardhi wanatuambia nyinyi pale hamna eneo. Hatuna eneo kivipi? Umesikia hii double allocation hapa? Na nataka hii iwe fundisho kwa nchi nzima. Hiyo double allocation hapo kuna jinai. Shirikiana na TAKUKURU kuratibu upelelezi, na muda ukifika shirikiana na TAKUKURU wahusika wapande mahakamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa takwimu za Jeshi la Polisi za mwaka jana 2024, Tanga inaongozwa kwa matendo ya ukatili, ambapo matendo ya ukatili 457 yaliripotiwa. Ni mkoa wa kwanza Tanzania kati ya matukio 7320. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, viongozi wote wakuu wa wilaya, tumieni mlango huu wa uwepo wa kampeni ya huduma msaada kisheria kuelimisha wananchi waachane na matendo ya ukatili. Rai kwa viongozi wa dini walioko hapa na nchi nzima, serikali iliwakasimu jukumu la kusimamia masuala ya ndoa, na katika eneo hilo ili ndoa ikamilike, Mheshimiwa mgeni rasmi, sio tu kwa shehe, imam, padri, mchungaji kufungisha, lakini kwanza lazima anayefungisha awe ni yule anayetambuliwa na serikali kwa mujibu wa taratibu. Lakini baada ya kufungisha, hakikisha waliowafungisha wanapata cheti cha ndoa cha serikali. Mheshimiwa rasmi, hii itatusaidia kutatua migogoro mingi ambayo tunayo kwenye jamii mara tu mwenza anapoondoka, lakini kwenye eneo la mirathi na maeneo mengine. Mtu ameshikwa kwa jambo linalohusu masuala mazima ya unyanyasaji wa watoto, shughuli zinaendelea polisi, mtu ananifuata ofisini kuniomba kwamba mtu apewe dhamana. Kwa kweli naombeni sana haya mambo ya muhali, tukioneana muhali, unamjua mkuu wa mkoa, unamjua RPC, utaenda ukasaidia, kwa kweli hili jambo litatufikisha pabaya. Mimi mtu akishaniambia, nikishajua jambo linahusiana na masuala ya ulawiti, ubakaji, unyanyasaji, asinipigie wala asinifuate. Na ukishanieleza hilo jambo na kubloku, na hata yale mawasiliano tulikuwa tunaheshimiana yanaisha. Naombeni tulichukie hili jambo sisi sote. Wacha haki ikaonekane katika mkondo wake. Usiingilie katikati kupoteza ushahidi ama
kujaribu kusaidia, tuache haki yake iendelee, ili kila mmoja mwenye uwezo, asiye na uwezo aweze kupata haki yake. Wamesema kwamba jambo hili ni kubwa, ni kweli, lakini pia wakasema kwamba huduma hii inafanyika bure. Ni kweli, ni bure kwa sisi tunaohitaji huduma hii bila kutoa senti tano, lakini kiuhalisia sio bure, kwa sababu huduma hii inapozunguka maeneo mbalimbali, maana yake ni fedha inayotumika. Fedha hii nyingi kwa ajili ya kumsaidia Mtanzania maskini mnyonge, anayeitoa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wajibu wetu tuendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Nyinyi mnafahamu, unapohitaji huduma hii ya kisheria, mtu anapokwazika na jambo lake katika familia yake, anapohitaji mambo ya kisheria, kumtafuta wakili, kumtafuta mwanasheria ili asimame kwa niaba yake, mwanasheria au wakili atakachokwambia kwanza umpelekee fedha kwa namna mtakubaliana ili aweze kusaidia kwenye jambo lako. Watanzania hususan maskini walio wanyonge wengi wanakwazika katika familia zao, katika masuala ya kiardhi, masuala ya ndoa, mirathi, kwa kuwa tu hawana uwezo wa kifedha kumlipa wakili au mwanasheria kwa ajili ya kumsaidia katika jambo hilo. Lakini leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameona kiu, ameona namna Watanzania hawa wanyonge wanavyodhalilika, wanavyoteseka kwa kuwa tu wamekosa fedha za kuwalipa watu watakaoweza kusimama kwa niaba yao kuwasimamia katika masuala ya kisheria. Hivyo wajibu wetu tuendelee kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa msaada huu mkubwa ambao ametuletea Watanzania wote tukiwemo sisi watu wa Tanga.